Leo tuko sehemu ya 3 ambayo bila shaka itakuwa ni sehemu ya mwisho kabisa katika simulizi yetu hii nzuri sana ambayo inakwenda kwa jina la Hatia. Kumbuka sehemu iliyopita, kwa maana sehemu ya pili, tulishia pale ambapo kijana wetu John amekutana na balaa zito kweli kweli. Mpenzi wake ambaye kwa sasa ndiye aliyekuwa anaamini kwamba atakuwa ni mwanamke wake wa maisha, kwa maana ya Noela, mara baada ya John kuweza kubadilika kutokana na matukio mabaya na machafu ambayo alikuwa akiyafanya huko zamani dhidi ya wanawake. Sasa amejikuta akiingia kwenye 18 sasa za mwanamke huyo. Na kilichokuwa kinafanyika ni kwamba alitekwa. Kwa maana Noela alimteka John kwa kushirikiana na mpenzi wake yule mwingine, ambaye siku zote Noela anafanya mipango hiyo kwa ajili ya baadaye kuja kufurahia maisha na mpenzi wake huyo ambaye John hakuwahi kumjua. Sasa John ametekwa, akapelekwa sehemu kuna kiza kizito sana, na Noela akafika pale, kampa historia, kampa masimulizi marefu sana, tumeyasikiliza katika sehemu ya pili. Ni kitu gani kilisababisha mpaka Noela kufikishana hatua hiyo pamoja na John. Kaeleza kile ambacho kitafuata mara baada ya hapo. Sasa ni kweli alichosimulia kitakwenda kutokea ama kuna mambo yatabadilika? Basi karibu sana msikilizaji, hapa ni Simulizi Zetu Media. Mimi naitwa Pasco Tuliano. Simulizi hii ya Hatia ameiandika Fabian Babuya. Unaweza kuwasiliana nasi Simulizi Zetu Media kupitia nambari ya WhatsApp ya 0757567253. Unaweza pia ukaomba kujiunga katika grupu letu la WhatsApp, ambako huko tunapiga story nyingi sana kuhusiana na simulizi mpya ambazo zinakuwa zinatoka kila siku. Sasa tusonge mbele msikilizaji, pale ambapo tulikuwa tumeishia. Noela alikuwa akijiamini. Hakuwa na hofu kwa sababu alikuwa na uhakika na mipango yake ambayo ilimlipa kwa namna ambayo alikuwa akiitaka yeye mwenyewe. Kwake mapenzi haikuwa sehemu ya burudani. Hakuwa akijali kuhusu namna watu wengine walivyokuwa wanamuona, bali alizijali zaidi hesabu zake ambazo zilikuwa mezani. Alikuwa na mipango mikubwa sana kwenye maisha yake. Mipango ambayo aliamini ni yeye ambaye alitakiwa kutekeleza. Hivyo kwa maisha yake, kiuno na urembo wake ndizo zilikuwa nguzo zake kuu kuweza kuishi maisha mazuri ambayo aliyataka, na hilo alilifanikisha kwa ukubwa tu. Noela alikuwa aina ya wale wanawake walioshindikana mjini msikilizaji. Hakuwa na huruma kabisa kwa John, wakati ambao John alikuwa anaendelea kulia kama mtoto mdogo. Hapa John alikuwa ameingia sehemu ambayo ilikuwa imeandikwa hakuna binadamu anaruhusiwa kuingia. Akiwa anaendelea na simanzi yake, basi aliingia damu akiwa bila nguo. Alimwangalia kijana huyo na kumchushia makofi mazito mawili. Hayo ni kwa ajili ya wewe kulala na mwanamke wangu, na utazidi kulipa kila siku mbwa wewe. Adamu alizungumza maneno hayo mara baada ya kumpiga yale makofi mawili kijana John. Wawili wale hawakuwa na muda naye. Walishikana kwa mahaba mbele yake, walianza kupeana hisia taratibu, na mwishowe wakaanza kufanya mapenzi akiwa anashuhudia. Ilikuwa ni zaidi ya dharau kubwa kwake na aibu kubwa mno ambayo aliamua kufa nayo moyoni. Kwa eneo ambalo alitajiwa kuwepo, hakuna mtu hata mmoja ambaye angefika kuweza kumsaidia. Katika mwili wa John hakukuwa na nguo hata moja zaidi ya moto ambao ulikuwa unakolezwa umbali mdogo kutoka hapo, ambao ulimfanya kujutia hali ya joto aliyokuwa anakumbana nayo humo ndani. Noela, tafadhali mama, usinifanyie hivi. Ni kweli mimi ni mkosefu, nakiri nimehusika kwenye kuyaharibu maisha ya mabinti wengi, lakini siamini kama nastahili haya kutoka kwako. Kila kitu utabaki nacho wewe, lakini naomba nipe nafasi ya kutoka hapa angalau nikamwombe Monica wangu msamaha hata kwa mara ya mwisho tu, alafu baada ya hapo hautaniona tena kwenye maisha yako. Maneno haya aliyaongea John kwa maumivu makali sana, ikiwa anawaona wawili hao wakigugumia baada ya kufika kileleni. Walionekana wakifaidi penzi hilo ambalo kila mtu alilifurahia kwa nyakati hizo. Unasema nikuruhusu uende na utoke hapo ukiwa huru? Ndio, na kuahidi sitofanya jambo lolote baya kwako wala kwa mpenzi wako huyo Adam. Ninastahili kila ambalo nalipitia kwa sasa, lakini siwezi kufa ikiwa bado sijasamehewa na Monica. Hivyo ni mpuzi nini? Kwa hiyo ujinga ambao umekuwa ukiufanya miaka na miaka, ulikuwa unategemea utakuja kusamehewa kirahisi namna hii kabla ya kufa? Unatakiwa kufa na laana zako, baradhuli usiye na shukrani wewe. Noela, tafadhali, aliongea kwa sauti, hali ambayo ilimfanya kuanza kuwapigia kelele. Adamu alibeba rungu na kumtandika nalo shingoni. Kabla hajamalizia sentence yake, alipoteza fahamu John. Mpenzi, punguza hasira. Mbona kama unataka kumuua kiwepesi namna hii?
Huyu malaya mkubwa huyu, haruhusiwi kuongea na wewe kijinga namna hii. Punguza hasira basi mbe wangu. Walikuwa na ufaidi ulimwengu wa mahesabu yao. Watu hawa wawili walipendana kweli kweli wawili hao. Ndio maana walikuwa tayari kufanya jambo lolote kwa ajili yao. Habari za kupotea kwa John zilianza kama utani mtaani. Watu walizoea kumuona kijana huyo maridadi, lakini siku zilizidi kwenda na hakuwa akionekana tena. Hata kanisani hakuonekana, hali ambayo iliibua maswali mengi kwa wale watu ambao walikuwa wakimfahamu. Mara nyingi John hata kama anasafiri, ilikuwa ni lazima aage kwa watu kadhaa ambao aliona walikuwa umuhimu kwake. Sasa kuondoka bila taarifa yoyote haikuwa ishara nzuri kwa baadhi ya watu. Wale watu walitambua na kujali uwepo wake. Walianza kufuatilia kwa umakini swala hilo mpaka wakamfikia mwanamke ambaye John alikuwa anaenda kumuona siku za karibuni, na mara nyingi ndiye alikuwa anaishi naye pale kwake. Walimfikia Noela, mwanamke ambaye alionekana kuwa mpweke, hakuwa na furaha hata kidogo. Ni wingu zito pekee la sononeko lilitanda usoni kwake. Noela hakuwa na furaha kama ambavyo watu walimzoea mwanzo. Walipomtembelea akawapa mkasa wa mumewe mtarajiwa. Mrembo huyo alielezea kwa kina kwamba wawili hao walianza mapenzi yao kwa furaha kubwa. John alimwahidi mambo mengi sana mazuri na makubwa kwenye maisha, na ndiyo sababu ambayo ilimfanya akaridhia kuwa naye na kumbebea mimba. Lakini mwanaume huyo alianza kuonyesha mabadiliko baada ya mimba hiyo kufikisha mwezi mmoja. John ambaye kwa akili zake mwenyewe alimwomba Noela amzalie mtoto ambaye angeongeza furaha kwenye familia yao, ndiyo yule John ambaye alibadilika. Hiyo ni kwa mujibu wa maelezo ya Noela, msikilizaji, mbele ya watu waliofika kwake kumtafuta John. Anasema John hakuwa akimtaka tena Noela kwa wakati huo. Alimuona kama mwanamke asiye na mvuto, hivyo akaanza kumfanyia vituko. John aliondoka nyumbani bila taarifa na angemaliza hata siku 2 bila kuonekana. Noela alivumilia kwa sababu alimpenda mno mwanaume wake na alikuwa tayari kuishi naye kwenye maisha ya aina yoyote ile. Lakini hilo halikufua dafu kwa sababu mwanaume ndiye mwenye sauti kubwa na ndiye alikuwa ameamua wangeishi hivyo. Kwa hiyo yeye hakuwa na la kufanya kubadili hali ambayo ilikuwepo. Noela hakuwa mkata tamaa, aliendelea kumvumilia mumewe mpaka siku ambayo bwana huyo alipotea jumla. John aliondoka nyumbani na hakurudi tena mpaka muda huo. Siku zilikimbia, ikamlazimu Noela kupambana mwenyewe asijue sababu ya mumewe kumtelekeza, wakati ni yeye ambaye alimuingiza kwenye hayo maisha. Alijihisi kukata tamaa kabisa Noela. Anaendelea kusimulia hapo Noela, msikilizaji. Hayo ndiyo maelezo ambayo Noela aliyafikisha kwa watu kadhaa ambao walienda kumtembelea na kutaka kujua bwana John alikuwa wapi. Walipomsikia akiongea hayo tena kwa uchungu mkubwa, wengi walimlaani John kwa tabia yake ya kishenzi, na baada ya kuyajua aliyoyafanya huko nyuma, wakatambua kwamba jasiri huwa haachi asili siku zote. Habari zilianza kusambaa mitaani kwamba kijana huyo alikuwa ni mmoja ya watu wajinga na washenzi kuwahi kuishi kwenye ulimwengu. Alipata mwanamke mzuri na mwenye kila sifa ya kuwa mke, lakini kwa tamaa zake za ujana aliendelea kufanya ushenzi. Mtaani utanyimwa pesa na kazi, lakini si maneno, msikilizaji. Habari zilizuka kila sehemu na kila mtu akawa anamuonea huruma Noela, binti mrembo ambaye aliangukia kwenye mikono ya kijana asiyejielewa, lakini hakuna ambaye aliyajua yaliyokuwa nyuma ya binti huyu mrembo. Noela hakuwa yule ambaye alikuwa anawaaminisha watu kwamba ndivyo alivyo, lakini nani angeweza kuthibitisha hilo? Alikuwa ni John pekee ambaye mpaka wakati huo hakuwa na imani kwamba alikuwa na siku nyingi za kuishi. Watu wema bado wapo na wanaishi, msikilizaji. Hii ni kauli ya wahenga ama watu ambao walikutana na mambo mema kwenye ulimwengu wa kishenzi. Kwenye dunia ambayo kila mtu amejawa tamaa na roho mbaya, bado kuna wanadamu ambao wana roho nzuri. Wengi walimtusi John na kumlaani, lakini habari hizo zilimfikia kwa utofauti kabisa kijana mmoja aliyeitwa Timothy. Kijana huyo kuna tukio aliliona, lakini hakutaka kukurupuka, hivyo akawa amelipotezea. Lakini baada ya habari hizo kuanza kusambaa kwa kina, akawa amepata taharuki ambayo ilihitaji kuipatia ufumbuzi mara moja, japo alijua mambo hayo hayamhusu kabisa. Udadisi ulizidi kumjaa, lakini hakuamini kama inaweza kuwa hivyo kwake. Akaamua kulifuatilia jambo hilo kwa kina na umakini mkubwa. Alianza kuifuatilia historia ya nyuma ya maisha ya John.
Haikuwa historia nzuri kabisa, na mwanzo wa hayo maisha ndio ulimvutia zaidi. Kwenye ile ndoa ya John na Monica ambayo ilivurugika, ndio sehemu ambayo aliona kulikuwa na umuhimu wa kupazingatia, hasa baada ya kutambua kwamba Monica bado alikuwa anaishi na mama yake John, ambaye huenda angekuwa ni sehemu nzuri ya kulifikisha jambo hilo, lakini kwa bahati mbaya mama yake John alikuwa tayari amekwisha kufariki. Alipofanikiwa kuijua historia ya bwana huyu mbeba lawama za ulimwengu, ndipo alipoamua kwenda kumtafuta Monica, kwa sababu alikuwa na machache ya kumwambia. Haikuwa rahisi kuweza kumpata mwanamke huyo, kwani hata yale makazi yao ya mwanzo walikuwa wameshayahama muda mrefu sana, lakini kwa msaada wa jirani ambaye alikuwepo tangu familia hiyo inaishi eneo hilo, alifanikiwa kutambua ni wapi angeenda kuwapata. Hivyo akafunga safari kumtafuta mtu ambaye hakuwa anafahamiana naye wala hakuwa na mahusiano naye yoyote yale. Mahali ambapo alielekezwa kwamba angeweza kwenda kumpata mwanamke huyo ilikuwa ni kwenye jengo moja kubwa la ghorofa ambalo lilikuwa na ofisi nyingi sana. Katika ofisi moja ya mawakili ndipo alitakiwa kuingia. Alienda pale na kukutana na foleni kubwa, hivyo ikamlazimu kusubiri ifike zamu yake ndipo aweze kuingia ndani. Na ilipofika zamu yake, yeye alikutana na mwanamke mmoja mrembo, mpaka yeye mwenyewe akaanza kushangaa sababu ya bwana yule kuweza kumkimbia mwanamke mzuri kiasi kile. Moyoni alibaki anamtukana John na kuamini kwamba kweli hapa duniani kuna watu walikuwa ni fungu la kukosa tu maisha yao yote. Karibu, nikusaidie nini? Dadangu, kwanza nimepata shida mpaka kufanikiwa kupata hapa. Kwa kweli nimehangaika sana, kwa sababu nilienda mpaka sehemu ambako mliwahi kuishi kwa mara ya kwanza, lakini nimegundua kule mlihama bwana. Haya, wewe nani? Mimi naitwa Timothy, lakini najua unifahamu na hatukuwahi kukutana kwenye maisha ya huko nyuma zaidi ya leo. Yaani mpaka umenitafuta namna hiyo, basi huenda kuna shida kubwa unayo. Mimi ni mwanasheria, sijui unataka nikusaidie kitu gani? Sipo hapa kwa sababu nahitaji msaada wako, lakini kuna mtu ambaye anauhitaji sana na msaada wako kama bado atakuwa hai. Lakini una maana gani kuniambia maneno kama hayo? Ni John. Alipolitaja tu lile jina, uso wa Monica ulibadilika. Alionekana kuwa mtu mwenye hasira kali mbele yake. Hakuonekana kumfikiria vizuri Timothy, kwa sababu alimwangalia kwa hasira kali sana, na hata ule mfumo wake wa upumuaji ulibadilika, kwa kifua kupanda na kushuka haraka sana. Bila shaka hata moyo wake ulikuwa unaenda mbio isivyo kawaida. Toka kwenye ofisi yangu. Unatakiwa kunisikiliza kwanza. Nimekwambia toka ofisini kwangu haraka kabla sikuitia walinzi. Naelewa, lakini alikufanyia mambo mabaya na kukutia aibu kubwa, ndiyo. Nimeifuatilia historia yake kwa makini, lakini mimi sio mbaya wako Monica, bali get out of my office now. Aliongea kwa hasira Monica kiasi kwamba alipasua mpaka bilauri ambalo lilikuwa mezani akiwa anashusha machozi. Lile jina lilimpatia historia mbaya kwenye maisha yake. Hakutaka kuja kulisikia tena mara kwa mara mpaka siku anakufa. Hivyo bwana yule kumtajia lile jina, alimuona ni kama naye ni adui yake mkubwa wa maisha. Timothy, kijana msomi ambaye alivutiwa tu na maisha ya watu ambao hawakuwa wakimhusu, alinyanyuka na kuanza kutoka, lakini baada ya kufika mlangoni aligeuka na kutamka, John ametekwa. John ametekwa. Ni kweli kwamba hakuwa akimpenda tena. Ni wazi Monica alikuwa na kisasi kizito sana kwa bwana yule, na kila siku alikuwa anatamani siku moja aje kulipa kwa yale ambayo John aliyatenda kwenye maisha yake. Lakini kusikia kwamba John alikuwa ametekwa ilimshtua na kumfanya kosea amani na utulivu moyoni mwake. Timothy alikuwa anamalizia hatua za mwisho kwenda nje, lakini alilazimika kusimama baada ya kusikia sauti kutoka kwa Monica. Subiri. Alihema kwa shida Monica na kumtaka bwana huyo aweze kukaa na kumsimulia yale yote ambayo yalitokea. Ametekwa? Ametekwa na nani? Ametekwa na mwanamke wake. Mwanamke wake? Noela? Unamfahamu? Siwezi kukosa kumfahamu mwanamke ambaye aliniharibia maisha yangu. Yule mwanamke ndiye amemteka, ndio. Nilisikia wanadai ni yeye kakimbia majukumu ya familia baada ya Noela kupata mimba. Hiyo story ni Noela mwenyewe ameitengeneza bwana. Sasa wewe umejuaje kwamba mwanamke huyo alimteka John na wengine hawana taarifa yoyote? Madam, mimi maisha
nimeishi maeneo ya jirani na nyumbani kwa John. Nyumbani kwangu na kwake sio mbali. Napenda kufanya mazoezi. Hivyo siku moja jioni hivi nikiwa nafanya mazoezi ya kukimbia, nilimuona Noela akiwa anatoka, lakini ni kama hakuwa anataka atambulike kwamba anatoka, lakini hakujua jambo moja, kwamba alikuwa anafuatiliwa kwa nyuma. Sasa mtu mmoja ambaye alikuwa anamfuatilia alikuwa ni John. Nadhani alikuwa amehisi tabia mbovu kutoka kwa mpenzi wake. Sasa baada ya pale, na mimi sasa kwa ushakona kwangu chokonozi hivi, niliona kama kuna kitu hivi hakikuwa sawa, kwa sababu nazijua akili za wanaume sisi, hasa ukimfumania mtu ambaye unampenda. Hivyo nikaamua kuwafuatilia mpaka wanafika Kijitonyama kule. Ilikuwa ni kwenye nyumba ambayo Noela alionekana kuizoea hivi, kwa hivyo aliangalia kila sehemu, na alipojiridhisha kwamba hakuna mtu anamuona, aliingia mle ndani. Na baada ya muda hivi, muda mfupi tu kupita, John naye aliingia mle ndani chubui. Umeona Sasa baada ya John kuingia, mimi nilikaa pale zangu, nikakaa nje kama masaa matatu hivi. Hakuna mtu ambaye alikuwa ametoka mle ndani, jambo ambalo lilinishtua. Na baadaye nikaona gari inatoka. Nilitaka nifuatilie, lakini nikajiona kama mjinga hivi, kwa sababu hayakuwa mambo ambayo yalinihusu, na nilihisi huenda pale ni sehemu ambayo walikuwa wanaishi pengine wenyewe, au kulikuwa na mahali ambapo kuna jambo liliwapelekea kwa pamoja. Japo sikuelewa mantiki ya John kumfuatilia mwanamke wake. Kwa hiyo mimi niliamua kuondoka na kuzipotezea zile habari jumla kabisa. Mpaka juzi tu hapo ndio baada ya kuwasikia hayo mambo yalimezuka, watu wanasema hivi si nini ambao na wewe pia umeyasikia. Kwa hiyo sasa ni mara kadhaa nimekuwa nikimwona Noela na kijana mmoja hivi ambaye anaonekana kuwa ni wa mjini hivi, vijana fulani hivi. Sikufanikiwa kumjua jina lake kwa kweli, na sikuwahi kabisa kuwafuatilia kwa sababu ni mambo ya familia. Mjini hapa fuata mambo yako tu, unajua tena madam Lakini tangu hapo sikuwahi kumuona tena John. Sasa niliposikia anadai John kamkimbia na kumtelekeza, ndipo nikashtuka. Nikamwambia haiwezekani. Na kushtuka kwangu kulikuja kwa sababu John tangu aingie kwenye ile nyumba kule Kijitonyama hakuwahi kuonekana mahali popote tena, ikimaanisha kwamba hakuwahi kutoka mle ndani. Kwa hiyo mimi nilitamani kwenda polisi, lakini sasa ushahidi sina. Sina ushahidi mama. Hivyo kwanza ningejikuta naingia kwenye jambo baya ambalo lingenipotezea muda, na vile vile mimi ningekuwa shahidi wa kesi, hali ambayo ingeula muda wangu mwingi sana nikiwa huko. Lakini pia ningetengeneza uhasama mkubwa mtaani, ikiwemo kwa Noela mwenyewe na raia ambao wameamini kwamba John ni mshenzi, mkatili, mtu mbaya. Sasa ndipo nikaamua kufuatilia historia ya maisha ya John, kujua kama kuna mtu yeyote ambaye anaweza kumhangaikia kwenye hili. Na baada ya kuifahamu nikagundua ni wewe. Ni wewe madam pekee ambaye upo na unaweza kumsaidia kama bado atakuwa hai mpaka sasa. Lakini maelezo ya Timothy yalikuwa yamenyooka mno msikilizaji, kama ulivyoyasikia. Alionekana kuwa mtu ambaye alikuwa anajua analolifanya. Sawa, sasa nikupongeze sana kwa kuwa na moyo wa kibinadamu sana Timothy. Namna hii wewe ni mtu mwema sana. Ni sababu gani ambayo inakufanya sasa uamini kwamba mimi naweza kupoteza muda wangu kumtafuta huyu mshenzi? Bwana wewe madam. Ni kwa sababu wewe sio kama yeye. Wewe ni binadamu mwenye moyo mzuri, na kumsaidia yeye itakuondolea kinyongo na utafungua moyo wako, hali ambayo itakufanya uwe kwenye nafasi kubwa zaidi ya mafanikio kwenye maisha yako wewe Monica. Unaonaje hapo madam? Yaani huyu mshenzi ni mtu ambaye niliapa kwamba sitataka kuja kumuona tena kwenye maisha yangu. Nitafanyaje jambo kama hili la kuanza kuhangaika kumtafuta tena Timothy? Madam, wewe niamini, unaishi kwa hasira ambayo inakunyima amani. Mimi nishagundua hilo. Sasa huenda chuki na wanaume wote duniani kwa sababu huenda una chuki na wanaume wote kwa sasa duniani kwa sababu hiyo tu. Lakini kama ukifanikiwa kulifanya hili, basi unaweza kuwa mtu mpya kabisa na maisha yako yakawa na amani kabisa Monica, nielewe. Hasa hata nikisema nifanye hili, nitaanzia wapi mimi? Sasa kazi ni rahisi tu. Ajiri mpelelezi binafsi aanze kuwafuatilia wale watu. Uzuri wewe ni mwanasheria, hivi vitu unavijua hivi. Kama bado yupo hai,
Itafahamika, maana yake wao ndio wanamlisha, kwa hiyo watakuja kukupeleka tu mahali alipo bila wao kujua kabisa. Yani unamaanisha bado hao wawili wapo pamoja? Ndio wapo pamoja. Hii ni mara kadhaa na waona, japo hawataki watu wajue hilo, kwani wanaweza kuanza kumhisi vibaya Noela. Kwa hiyo ni sababu ipi ambayo inawafanya wao kufanya jambo la ajabu kama hilo? Pesa labda, madam. Pesa, unajua tena mpunga, mpunga huyu mama. John baada ya kufa kwa mama yake tu alibadilika na kuwa mtu mwema sana. Nahisi ametumia muda wake wote kujutia maisha yake ya nyuma, na alitaka kuwa bora kwa kila mtu, kuanzia kwa Noela. Lakini watu walikuwa na mipango yao bwana. Bwana yule aligeuka kuwa msaada mkubwa sana kwa watu. Tafsiri sahihi ya mtu safi kwenye jamii ambaye ameamua kubadilika, mpaka ilipofika hatua akapotea. Wale wawili ni watoto wa mjini wale. Yaani Noela na huyo mwanaume wake. Ila John maisha yake yalikuwa yameshasimama. Watoto wa mjini hawashindi kufanya lolote kikubwa kama mahali hapo kutakuwa na pesa. Kwa hiyo kwa imani yangu mimi hapa ni kwamba wawili hawa walimfanyia hayo ili Noela abaki kwenye nafasi ya mke, ambapo mali za John zote zinaenda kwake, kisha yeye abaki anafaidi na huyo ampendaye. Sijui umenielewa hapo madamu? Sasa mpaka muda huu maana yake watakuwa wamemuua kama ni hivyo. Watakuwa wamemuua. Sina imani na hilo, lakini hata kama wamemuua basi watakutwa na kosa la kuweza kuhusika na mauaji, maana yake wataenda jela. Wanamaanisha kwamba yupo hai. Inawezekana yupo hai. Mimi naamini hivyo mpaka sasa bwana. Sasa kwa nini naamini? Mimi naamini yupo hai kwa sababu kama sababu ilikuwa ni pesa tu basi huenda wamemuua, lakini kama kulikuwa na sababu nyingine basi yupo hai mpaka sasa, kwani watataka kumuonyesha kwamba wao ni watoto wa mjini, hivyo wamemhifadhi sehemu anapata shida, wanamtesa yule. Akamwambia, sasa kwanza mimi nikushukuru sana Timothy kwa taarifa yako. Mimi nitafanya hili kama binadamu tu, japo sikuwa na haja ya kufanya hivi, na nina imani nitampata akiwa hai. Timothy alinyanyuka na kupeana mkono na mwanamke huyo, kisha akataka kuondoka, lakini Monica hakuruhusu hilo liweze kufanyika. Ikabidi ahakikishe wamebadilishana mawasiliano kwanza, kwa sababu Timothy ndiye alikuwa na taarifa nyingi ambazo zilihitajika kwa wakati huo kuliko yeye. Baada ya Timothy kuondoka, Monica alihema kwa nguvu na kusogelea dirishani. Alifunga ofisi muda huo, kwani alitoa taarifa kwa katibu wake Muktasi ya kwamba hakuwa anaenda kumhudumia mtu mwingine yoyote kwa siku hiyo kwa sababu ya dharura kubwa ambayo aliipata. Akiwa dirishani, ni mambo mengi yaliendelea kwenye akili yake, mpaka akajikuta ana hamu kubwa sana kuweza kumpata John akiwa hai. Alitaka kuona bwana huyo atafanya nini akimuona yeye, hivyo hata ile hamu ya kumsaidia ilikuwa kubwa zaidi. Ndipo akaamua kupiga simu mahali kwa ajili ya kumpata mpelelezi binafsi. Kiukweli msikilizaji, Monica ile siku ya harusi yake isingeweza kufutika kwenye akili yake mpaka anakufa. Ni mengi alifanikiwa kukutana nayo, lakini haikuwa siku kama ile. Kwake ilikuwa ni ndoto ya kutisha mno na mbaya mno. Stori yake na John ilianza ile siku ya wapendanao. Walipendana, lakini mwenzake alikuwa na yake moyoni. Ile siku ya ndoa yao alipendeza na kuonekana mzuri hata mara 10 zaidi ya kila mtu. Kila mtu pale alikuwa akimsifia kwa hilo, mpaka pale ambapo yalitokea mauzauza ya bwana harusi kuweza kupotea na kufumwa akiwa na mwanamke mwingine. Video ikaletwa pale kanisani. Ni siku ambayo ilimletea doa na kumbukumbu mbaya. Hakuwahi kuitamani tena siku ile. Alijikuta anazichukia ndoa na harusi zote hapa mjini. Ni kama kuna sehemu angepita na kuona kuna watu wanapendana ama kuishi kwa furaha ama kufunga ndoa, basi angejisikia vibaya sana na hasira kumpanda. Monica, mama yake alijaribu kumweka sawa. Mama yake alimpigania na kumfanya binti yake kurudi katika hali yake ya kawaida, lakini haikuwa rahisi. Mama yake aliamua mpaka kumhamisha lile eneo na kwenda eneo jingine, lakini haikuwezekana. Monica aligeuka kuwa mlevi. Monica hakuwa yule binti wa kuvutia tena, bali aligeuka kuwa mwanamke ambaye hakuwa na mbele wala nyuma. Dira ya maisha yake iliishia pabaya, kwani rafiki yake mkubwa ilikuwa ni pombe na kumbi za starehe, jambo ambalo hata mama yake mzazi lilimkosesha furaha. Mapenzi yalikuwa yanamfanya vibaya binti yake wa pekee. Basi ilipita miezi 6 Monica akiwa kwenye ile hali. Baada ya mama yake kuhangaika msikitini na makanisani, ndipo akaamua kumtafutia mtaalamu wa saikolojia
ambaye alitumia miezi 4 kuja kumweka sawa na kumfanya binti huyo kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Monica baada ya kupona kwenye yale maumivu makali, aliamua kwenda kumalizia mwaka mmoja kwenye sheria, na kwa wakati huo alikuwa ni mmoja wa wanasheria ambao walikuwa wanaaminika sana. Ndio maana alikuwa na wateja wengi, hivyo mpaka wakati ule Timothy anamwendea, maisha yake yalikuwa ni mazuri. Lakini bado kwa mbali alikuwa akifuatilia stori za maisha ya Johnny, japo hakutaka kuja kulisikia jina lake mara kwa mara kwenye masikio yake kutoka kwa mtu yeyote akitaka kumwongelea yeye alipo. Kuingia kwa Timothy kwenye mlango wa ofisi yake ndiko ambako kulienda kubadilisha kila kitu, kwa sababu ni yeye ambaye alitakiwa kuifanya kazi ya kuweza kumtafuta bwana huyo mpaka ampate. Kazi ilianza mara moja. Monica alikuwa anaifuatilia kwa umakini mno kesi hiyo, na alitamani bwana huyo apatikane akiwa hai, kwa sababu alikuwa na shida amuone kwamba bila yeye ameweza kuwa mwanamke bora. Hivyo yale ambayo aliyomfanyia hayakumsimamisha kwenye maisha yake, bali yalimpatia nguvu na ujasiri mkubwa wa kuendelea na mapambano na kumfanya kuwa bora hata zaidi ya mwanzo alivyokuwa. Mpelelezi ambaye aliajiriwa na Monica alianza kazi yake kwa msaada mkubwa wa maelezo ya Timothy. Bwana huyo alikuwa makini na miondoko ya Noela, mpaka siku moja majira ya usiku wa mapema alipomwona mwanamke huyo anafunga safari na kutoka nje ya mji. Alimfuatilia kwa nyuma akiwa ameruhusu umbali mrefu kutoka pale ambapo alikuwa yeye ili asiweze kutambulika. Eneo ambalo alikuwa anaelekea mwanamke huyo hakukuwa na makazi ya watu zaidi ya nyumba moja tu ambayo ilikuwa inaonekana kwa mbali na taa zilikuwa zinawaka eneo lile. Alishangazwa na ujasiri wa mwanamke huyo kwenda kufanyia tukio lake nje ya mji kule. Hivyo akaanza kutembea kwa mguu taratibu ili aweze kupata uhakika wa nini kilikuwa kinaendelea eneo lile. Alifika mpaka nje ya ile nyumba ambayo ilifungwa kila sehemu, hivyo akawa hana uwezo wa kuona ambayo yalikuwa yanaendelea ndani zaidi ya kusikiliza akiwa nje tu. Mpenzi, umeleta vitendea kazi vya kutosha? Ndiyo mume wangu. Vipi? Huyu mshenzi leo tunatakiwa kumpatia somo kubwa la maisha yake, na siku ya kesho ikiwezekana majira fulani ya usiku tumue na kufunga huu kurasa, kwa sababu inawezekana kuna siku mambo yanaweza kuja kwenda vibaya tusipokuwa makini. Unahisi kwamba kuna mtu atakuwa anatufuatilia? Sina maana hiyo, lakini hii dunia kuna nyakati inakuwa na mambo ya hovyo sana, kwa sababu unakuwa hujui adui yako halisi ni nani, mpaka siku ukiwa kwenye matatizo makubwa ndipo anaanza kujionesha. Lakini huyu ana hata ndugu wa kumfuatilia bwana. Ana hata mtu wa kuweza kujua yuko wapi bwana Adamu, achana naye. Ni kweli, lakini kuna watu huwa wanajipa umuhimu kwenye maisha ya watu, kwa hiyo usiwape dhamana kubwa wanadamu, kwani hawatabiriki hawa. Nadhani mnajipa wasiwasi sana mpenzi. Mimi nafurahia tunavyokuwa tunamtesa hivi. Natamani tu tunafanya mapenzi mbele yake hivi kila siku. Yaani ikiwa anayapata yale maumivu makali, mimi nakuwa nafurahia sana yani. Basi leo na kesho siku nzima tunao muda wa kufanya hayo, lakini kesho usiku tumue na tumzike huku kabisa, ambako hakuna mtu atakuja kujua ambayo yalitokea, si ndio? Kuna kitu unanificha kwani? Hapana, lakini naona haya tunayoyafanya sio sawa na moyo wangu unaanza kuwa mzito ujue. Mara nyingi hali kama hii huwa inanitokea nikiwa kwenye hatari kubwa, hivyo naweza kusema tunapaswa kuwa makini kwenye hili. Adamu, hivyo ni wewe kweli unaongea hivyo? Ndio, huyu ni mimi, na huenda nakwambia mambo ambayo hautaki kuyasikia kwa sasa, lakini ndio ukweli wenyewe yani Noela. Tutafanya vile unataka mpenzi wangu Jambo sijui kwa nini unaanza kukosa imani na mimi yani. Yani mimi nakupenda na sitaki kuona jambo baya linakutokea mbele yangu. Ndio maana sipo tayari kukupoteza kwa namna yoyote ile. Siku zote serikali huwa ina mkono mrefu, kwa maana wanaweza wakaja kushtukia mienendo yako na kuanza kukufuatilia, na unaelewa kama wakifanya hivyo itakuwa swala la muda mfupi sana kuweza kutambua yote ambayo yanaendelea, na hali itakuwa mbaya kwa upande wetu ujue. Basi huyu mshenzi leo tunatakiwa kumtesa, na kesho siku nzima mpaka aweze kujuta kabisa, kisha tutammaliza, na baada ya hapo tutauza mali zote na kwenda mbali ambako hakuna anayetujua, hakuna sehemu ambako tutajulikana. Kwa hivyo hata masuala ya sijui nini na nini yani hata kuwepo. Huyu naye atapotea kabisa John. Atasaulika kwenye jamii. Hapo sasa umeongea jambo la kikubwa. Basi walipozungumza hayo,
Walipongezana kwa mabusu motomoto na kuelekea sehemu ambayo alifungwa John. John alikuwa amechakaa ukimwangalia msikilizaji. Hakuwa yule mtu ama kijana mwenye mvuto ukimtazama. Uso wake ulikosa nuru. Kwenye mwili wake alikuwa na majeraha ambayo yalionyesha kwamba aliunguzwa na vyuma vyenye moto. Wawili wale waliingia na silaha kwa ajili ya kumpatia adhabu. Aliteswa John, alinyanyasika. Wawili wale walimnyanyasa sana John. Hawakuwa hata na nguo moja kwenye miili yao wakati huo, lakini mwisho wa siku walimfanyia ushenzi zaidi baada ya kutoboa macho yake. Alilia kwa simanzi. John alikuwa anajutia kila dakika moja ambayo alikuwa anaendelea kuwa hai. Hakuona umuhimu wa yeye kuwa hai tena, lakini hakuwa hata na nafasi ya kuweza kuyabeba maisha yake mwenyewe. Alihisi dunia imemtenga, lakini haikuwa kweli. Dunia haikuwahi kumtenga hata siku moja, bali alikuwa analipa kwa yale ambayo yeye aliwafanyia wenzake hapa duniani. Huenda hakustahili kulipwa kwa yale, lakini ni nani angejali kuhusu hilo wakati hakuwa na mtu hata mmoja kwenye upande wake? Ile laana ya mama yake na machozi ya penzi la Monica ilikuwa yanamwandama. Alikuwa analipia kwa maumivu makali ambayo hakuwahi kuyafikiria kabla. Yule mpelelezi alifuatilia jambo lile kwa umakini na kujihakikishia watu wale walikuwa pale kwenye eneo lile, lakini hakutaka kufanya jambo lolote kwa sababu maagizo yake yalikuwa ni kwamba yeye alitakiwa kujua tu mahali walipo, basi angekuwa amemaliza kazi yake, na huko ambako kulikuwa kunabakia haikuwa biashara yake kuweza kudili nako zaidi. Haikuwa biashara yake kuweza kudili nako zaidi ya kusubiri maelekezo ya mwajiri wake. Basi aliitoa simu yake na kuipiga kwa Monica, lakini haikupatikana. Alijipa muda na kurudi kwenye gari yake, akapiga tena simu hiyo, lakini haikupatikana, mpaka akaamua kuondoka. Ubaya ni kwamba hakuwa anajua ni wapi Monica alikuwa anaishi. Hivyo asubuhi ya mapema alikuwa ofisini kwa Monica, lakini hakumuona mwanamke huyo mpaka pale ambapo katibu muktasi wake alimwambia Monica alikuwa hospitalini. Mama yake hali yake haikuwa nzuri, hivyo tangu usiku wa jana hakuwa akipatikana kutokana na kumuuguza mama yake mzazi. Basi mpelelezi yule akaomba kuelekezwa mahali ambako ilikuwepo hiyo hospitali ili aweze kuongea na bosi wake ana kwa ana. Baada ya kufika na kukutana naye, ndipo Monica aliposhtuka na kukumbuka kazi ambayo alimpatia bwana huyo. Alijilaumu kwa uzembe huo, lakini hakuwa na namna kwa sababu mama yake ndiye alikuwa kipaumbele chake zaidi. Naomba unisamehe kwa sababu tangu jana sijashika simu kutokana na hali ya mama. Nimekutafuta siku ya jana mpaka ikafikia hatua nikataka kuwapigia simu polisi, lakini nikakumbuka makubaliano yetu mimi na wewe. Umefanya jambo zuri sana kwa sababu nataka mimi ndiye niwe mtu wa kwanza kabisa kuonana naye. Na swala hili likifika polisi, mlolongo utakuwa mrefu na mwisho wa siku wanaweza kuanza kulaumu kwa nini hawakupewa taarifa mapema. Hivyo wao watahusika baada ya jambo hili kukamilika, sawa? Sawa, lakini unahisi ni wazo zuri kufanya hivyo? Mimi ni mwanasheria, amini ninayokuambia, kwa sababu hawa polisi nawajua vizuri, na ubaya usije ukakuta kwamba kuna baadhi yao ya hawa polisi wanakula njama na huyo binti, mwisho wa siku akampatia taarifa akapoteza ushahidi wote, tusiweze kumpata tena. Kwa hilo upo sahihi. Kwa hiyo tunafanya nini? Unahakika kwanza kwamba eneo ambalo umelisema ni lenyewe na uhakika umehakikisha kwamba yupo ndani? Ndio, na mpango wao ni kumuua leo usiku. Leo usiku? Kwa nini? Kwa sababu mpenzi wa Noela anaamini kama kuna uwezekano wakaanza kufuatiliwa, hivyo watatakiwa kuzika ushahidi mapema. Maana yake maana ni nini? Yaani maana ni kwamba leo usiku wanatakiwa kumuua John, ndio maelekezo ambayo nimeyasikia kwa yule mwanaume pale ndani. Sasa kwa nini muda wote huo wasimuue iwe leo tu? Yule binti amedai anafurahia kila wanapokuwa anamtesa na kufanya mapenzi mbele yake. John alipenda mwanamke wa namna gani huyu maskini ya Mungu? Kwa hiyo bosi, hapa tunatakiwa kuwahi kabla ya hawajamuua, kwa sababu kama tusipomuwahi wanaweza kumpoteza jumla. Sawa, nafikiri usiku wa mapema tunatakiwa kwenda, lakini lazima Timothy awepo. Nani? Yule shahidi wako? Ndio, anastahili hii heshima kwa sababu bila yeye isingewezekana. Ili jambo bila polisi kuhusika likiisha watatukamata, na unatambua hilo madam. Monica akamwambia usijali, upo na mwanasheria, ondoa shaka kabisa. Tukiondoka na kufika umbali fulani ndipo tutawapigia simu ili waanze kuja nyuma yetu. Wazo zuri.
pole kwa tatizo la mama na namwombea aweze kupona. Jioni mimi utanikuta nje ya ofisi yako na utajitahidi kwenda na muda kwa sababu wale wajinga wanaweza kumuua maana wameshaanza kuwa na mashaka tayari. Asante sana na Mungu atakujalia kwa kunifanikishia kazi yangu ambayo nilihisi ingeenda kwa muda mrefu sana. Basi wawili wale walipeana mikono na kuagana huku Monica akiwa anatamani usiku uweze kufika. Alijutia kutokupatikana usiku wa jana yake, lakini ni jambo ambalo lilikuwa nje ya uwezo wake na fikra ambayo zilianza kumjia kwa kuhisi huenda ni njia ambayo Mungu aliamua kumpitisha John, lakini muda ulitakiwa kuongea na kumpatia majibu ambayo alitaka kuyasikia mpaka wakati huo. Basi saa 2 ya usiku iliwakutia njiani. Walikuwa watatu ndani ya gari mbili, huku gari ya mbele ikiwa ni ya yule mpelelezi ambaye ndiye alijua ni wapi watu hao walikuwa wanapatikana. Baada ya kufika umbali kadhaa, Monica alipiga simu polisi na kuweza kuripoti tukio hilo, hali ambayo iliwafanya polisi pia kuweza kusogea huko kwa haraka sana kuweza kuokoa maisha ya mtu ambaye alidaiwa kuwa hatarini. Watatu hao walisimamisha gari zao umbali kadhaa kutoka kwenye ile nyumba ambayo ilikuwa ina mwanga kwa wakati ule. Monica hakuwa naamini kama yule mwanamke ndiye angeweza kufanya mambo ya hatari namna hiyo mpaka kuteka mtu na kumpeleka nje ya mji. Walitembea kwa tahadhari wakiwa na silaha kwenye mikono yao. Zile silaha zilikuwa kwa ajili ya kujihami kama kungekuwa na tukio baya lingetokea huko. Mlango ulikuwa hujafungwa vizuri, huenda kwa sababu wahusika walikuwa wanajiandaa kutoka muda si mrefu. Monica alikuwa na meza mate kwa shida sana, lakini Timothy alikuwa akimfariji. Alimtaka kuwa imara ili waweze kufanikisha jambo hilo vizuri. Yule mpelelezi, kwa sababu tangu jana yake alizungukia nyumba hiyo na kujua mahali ambako sauti za maumivu ya mateka zilikuwa zinasikika, alifungua ule mlango taratibu bila kelele. Wakaingia ndani wote wakiwa na bastola, huku Timothy akiwa hana kitu kwa sababu hakuwa na umiliki wa bastola kama wenzake. Walitembea kwa kunyata mpaka walipofika kwenye sebule ambayo ilikuwa safi. Wakiwa wanaangaza kila sehemu, walisikia sauti ya mtu akiwa anaomba msaada kwa mtu ambaye bila shaka alikuwa akimtesa. Bwana huyo alilia kwa uchungu mkubwa mpaka ile sauti ilipokita kwenye ngome masikio ya Monica. Haikuwa sauti ngeni kwake, bali ilikuwa ni sauti ambayo alizoea kuisikia kwenye maisha yake ya nyuma. Ni sauti ambayo ilizoea kumpatia tenzi safi kwa ajili ya upendo miaka 2 ambayo ilikuwa imepita. Ni sauti ambayo alitamani kuweza kuisikia kwenye siku zake zote za maisha yake, lakini haikuishia huko, bali mwisho wake ulikuwa mbaya na wa kutisha. Alijikuta anajisikia vibaya, hata ile hamu ya kuendelea kwenda ile sehemu ilimuisha. Akaketi kwenye sofa akiwa anawaza mambo mengi ambayo yalitokea kwenye maisha yake. Alikuwa na hamu ya kumuona bwana huyo japo mara ya mwisho tu, lakini mpaka wakati huo hakuwa na uhakika kama kweli alihitaji kumuona tena John, kwani alijihisi hofu na wasiwasi mkubwa kwenye moyo wake. Lakini Timothy alimshika mkono kwa sababu walikuwa kwenye hatima za mwisho za kulikamilisha zoezi hilo ambalo walikwisha kulianza. Walitembea kwenye korido ndefu kidogo ambayo pembeni yake kulikuwa na vyumba ambavyo vilionekana kutokutumika kwa muda mrefu, na hapo akagundua hata sebule ni lazima ilisafishwa muda mrefu tu, kwani eneo hilo halikuonekana kuwa na watu kwa muda mrefu. Walikipata chumba ambacho ndiko zilikuwa zinatoka sauti za maumivu makali. Karibu na hapo palikuwa na joto na ndani kulionekana kama kulikuwa na moto, kwa hali ambayo ilikuwepo na harufu kali iliyokuwa inatoka. Leo ndio siku yako ya mwisho kuendelea kuvuta pumzi ya dunia kipofu wewe. Kukua kwenyewe tunakufanyia ni msaada tu, kwa sababu hivyo ulivyo ungeenda kudhalilika tu kwenye maisha ya nje huko. Kwani hakuna mtu hata mmoja ambaye anaweza kukutaka au kukupenda kukuona ukiwa katika hali hiyo. Ni mwanaume ambaye kwa sasa hata malaya tu hawezi kukubali kuwa karibu na wewe. Sasa kama malaya anaweza kukukataa, unahisi ni nani mwingine anaweza kuwa na wewe? Tuangalie mara ya mwisho tukiwa tunafanya mapenzi ili uende kuzimu baradhuli wewe. Ilisikika sauti ya kike, na bila shaka ilikuwa ni sauti ya Noela akiwa anatamba mbele ya mateka wake. Kisha baada ya muda mfupi ilianza kusikika miguu na mahaba, na hapo ndipo yule mpelelezi aliukanyaga ule mlango na kuvamia mle ndani, jambo ambalo lilikuwa la kushangaza kwa sababu watu wale hawakutarajia kama kulikuwa na mtu ambaye anajua ni wapi walikuwepo wakati ule.
Mpo chini ya ulinzi na hata mmoja wenu asithubutu kufanya jambo lolote ile, kwa sababu sita kuweza kumuua na waapia. Ni sauti ya mamlaka ambayo iliwafanya wale wote wawili kuachiana wakiwa uchi kabisa wa mnyama, huko mshangao ukiwa sehemu yao na hofu kwa pamoja. Noela hakuwa anaamini kama aliyekuwa mbele yake alikuwa ni Monica, yule mwanamke ambaye yeye mwenyewe ndiye alihusika kumfanyia ushenzi miaka 2 ambayo ilikuwa imepita. Ni kweli siku zilikuwa zinakimbia, lakini wanadamu ilikuwa inawezekana kukutana kwa mara nyingine tena katika maisha haya. Ndani ya hicho chumba kulikuwa na jiko ambalo lilikolezwa moto mkali, ambapo kuna vyuma vilikuwa vinapashwa na kubadili rangi kuwa nyekundu. Vile ndivyo vilikuwa vinatumika kumpatia adhabu John, ambayo macho yake yaliziba kwa sababu yalitobolewa na sehemu hizo ziligandia na damu. Alikuwa kipofu tayari, mwili wake ulichakaa kwa majeraha kila sehemu. Ilihitajika moyo kuweza kumtazama John kiukweli, msikilizaji. Wote wakiwa wanashangazwa na hali ambayo alikuwa nayo John. Adamu alitaka kufanya jambo la kijinga kwa kubeba chuma kimoja kwa ajili ya kuwafuata watatu wale. Alifanikiwa kukibeba, lakini alipigwa risasi nyingi kifuani, akadondoka kama mzigo sakafuni, akahema mara moja na kukata roho. Noela naye tukio lile lilimpatia hofu, akawa anataka kukimbia, lakini alikutana na risasi ya goti kutoka kwa Monica. Alidondoka sakafuni akiwa analia kwa maumivu makali. Monica alimfuata pale na kuanza kumshushia kipigo cha mbwa mwizi, mpaka pale ambapo Timothy alienda akamkamata na kumtuliza, kwa sababu alikuwa anaenda kuua kwa kukusudia, na jambo lile lisingekuwa na maelezo kwa polisi. Alikuwa anahemeana tu kwa shida baada ya kushusha hasira zake kwa Noela, ambaye alikuwa sehemu ya kuvuruga maisha yake huko nyuma. Noela, upo chini ya ulinzi kwa utekaji, utesaji na jaribio la kufanya mauaji. Wakati yule mpelelezi anatamka maneno yale, ilisikika milio ya ving'ora vya polisi wakifika eneo hilo kwa ajili ya kuifanya kazi yao. Monica. John aliita kwa sauti ya mtu ambaye alipoteza matumaini. Hakuwa yule John tena wa mwanzo. Aliita jina hilo baada ya kuivuta harufu ya manukato yake. Ni harufu ambayo aliijua kwa miaka mingi iliyokuwa imepita. Asingeweza kuisahau hata siku moja. Monica alikaa kimya kwa muda, kisha akaufungua mdomo wake. Ni kweli kwamba nimekuombea mabaya kwa muda mrefu sana John. Nilitamani dunia ikufunze ili uweze kujifunza kwa njia ngumu, lakini sikutamani nije kukuona kwenye hali kama hii John. Haya yote uliyataka wewe. Ni mwanaume ambaye ulipata kila kitu kwenye maisha yako, lakini tamaa na visasi vya kijinga vimekufikisha hapa ulipo John wangu. Najisikia vibaya kukuona kwenye hali kama hii, mwanaume ambaye nilikupenda kwa maisha yangu yote. Unajua ni hali gani ambayo mimi niliipitia mshenzi wewe? Unajua niliishije maisha yangu baada ya pale John? Ulinifanya nikajiona kuwa mwanamke mjinga kwenye haya maisha, lakini bado sikuwahi kukuombea ufike kwenye hatua kama hii. Aliongea kwa hisia kali sana Monica, ambaye hisia hizo zilikuwa zinatoka na maumivu ndani yake. Monica, mimi ni mwanadamu Monica. Mimi ni mwanadamu ambaye nastahili kupata kila ambalo linanitokea kwa sasa, kwa sababu nastahili. Kwenye maisha yangu kwa sasa sina nilobakiza, kwa sababu naenda kufa Monica. Jambo pekee ambalo nilikuwa natamani linitokee kabla mimi kufa ni kukutana na wewe Monica na kukuomba msamaha. Nilitamani unipe msamaha wako kabla mimi sijafa Monica. Nakubali nimekukosea sana kwenye maisha yako. Nimekufanya umekuwa mwanamke mwenye mateso makubwa kwa sababu ya kunipenda mimi, hali ambayo imenifanya kuishi na hatia hii kwa zaidi ya miaka 2 sasa Monica. Nahitaji msamaha wako Monica. John, mimi nimekusamehe John, na nakuombea uwe na mwisho mwema baada ya hapa, mwanaume ambaye niliwahi kukupenda sana kwenye maisha yangu. Nina ombi kubwa moja kwako Monica. Na kusikiliza John. Naweza kukuoa kabla sijafa ili kutimiza ile ahadi yangu kwako? Hapana. Hilo haliwezekani kamwe John. Mimi nilikupenda sana, lakini si sasa. Nimekusamehe, lakini mimi na wewe hatutaweza kuja kuwa pamoja kamwe, hata kama kutakuwa na maisha mengine huko mbeleni.
Hilo ni jambo ambalo hatuwezekana kabisa John. Upo sahihi Monica. Asante sana kwa kunisamehe na kuombea ukawe na maisha mema na yenye furaha tele. Pia ukapate na kizazi bora na mwanaume bora utakayempata. Mimi bado nakupenda sana. Ni maneno hafifu ambayo yalitoka kwenye sauti ya chini wakati yule mpelelezi akiwa anamfungulia John mikono yake kutoka kwenye kamba ambazo alikuwa amefungwa. Baada ya kutoa maneno yale, John alilegea. Saa yake ya kwenda ilikuwa imewadia. John alikuwa anapoteza maisha baada ya kuongea na mwanamke ambaye walikuwa na historia pana huko nyuma. Hapana John, usife sasa hivi bana. Subiri kwanza. Monica aliita kwa sauti ya simanzi akiwa anamkimbilia bwana huyo na kumkumbatia. Aliukumbatia mwili wa John. Hakuwa anataka John afe kwenye mazingira kama hayo kwa sababu kuna mambo kadhaa alitaka kuongea naye. Alitamani John ajue yale ambayo yeye aliyapitia baada ya kumsababishia yale maumivu makali. Alimtaka John atambue kwamba bila yeye mwanamke huyo kwa wakati huo alikuwa na kazi nzuri ambayo iliyabadilisha maisha yake, lakini wakati ambao aliipata hiyo nafasi ya kuweza kukamilisha hayo, ndipo bwana huyo alikuwa anakufa na kupoteza maisha. Monica alilia kwa uchungu mkubwa sana msikilizaji, tena akiwa na maumivu makali sana, akiwa amemkumbatia John, mwanaume ambaye aliwahi kumpenda kuliko hata alivyojipenda yeye mwenyewe. Wakati ule polisi waliingia na kumweka Noela chini ya ulinzi, kisha wakaibeba miili ya John na Adamu na kuipeleka hospitali, huku Timothy akibaki na kazi ya kumbembeleza Monica ambaye hali yake haikuwa sawa kwa wakati ule. Noela alikamatwa na baada ya kutibiwa na kupona alihukumiwa hukumu ya kunyongwa mpaka kifo baada ya kukutwa na hatia ya utekaji, utesaji, udhalilishaji, utapeli na jaribio la kuua kwa kukusudia. Monica na Timothy walikuja wakawa karibu na mwisho wa siku wakaamua kupendana mpaka wakafunga ndoa nzuri yenye baraka tele kwa sababu ilitoka moyoni. Ile hadithi ya mapenzi ilisambaa kila sehemu, hali ambayo ilipelekea Monica kuanza kualikwa sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuelezea tukio hilo la yeye na mumewe na simulizi ya kutisha na ya kusisimua ya maisha ya nyuma ya mapenzi ambayo yaliwakutanisha wawili hao. Monica aliamua kuandika kitabu ili kila mtu aweze kujifunza kutokana na mikasa ya maisha ambayo aliipatia, na kitabu hicho akakipa jina la Hatia. Na msikilizaji, simulizi ya Hatia inaishia hapo. Ni sehemu ya 3 na ya mwisho tumeimaliza. Mwandishi ni Fabian Babuya. Hapa ni Simulizi Zetu Media. Mimi naitwa Pasco Tuliano. Unaweza kuwasiliana nasi Simulizi Zetu Media kupitia nambari ya WhatsApp ya 0757567253. Tafadhali katika sehemu ya comment hapa, kama unasikiliza kupitia YouTube, basi sehemu ya comment hapo andika namna ambavyo umejifunza. Somo gani kubwa umejifunza kutokana na simulizi hii msikilizaji, tangu mwanzo sehemu ya 1 mpaka hivi sasa sehemu ya 3 tunaitamatisha. Asante kwa kuwa nasi, hakikisha umesubscribe kama bado hujafanya hivyo. Baada ya simulizi hii na kuhakikishia inakuja simulizi nyingine tamu kweli kweli ambayo hautopaswa kuweza kumisi wala kuikosa hata chembe. Tafadhali endelea kuwa nasi. Pia tuambie umetusikiliza ukiwa sehemu gani, ukiwa nchi gani, ukiwa mkoa gani hapa Tanzania. Asante, tukutane katika simulizi nyingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu.